Ni saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki na 12 kamili huko Afrika Kusini. Karibu katika matangazo yetu ya jioni ya Auba Swahili. Mtambo mnene unakuletea habari na ripoti bila kusahau uchambuzi wa matukio kutoka bara la Afrika. Ni dakika 30 za maajabu na muda wote huo nitakayekuongozea hii leo ni mimi Nesta Masangula. Unaweza kutupata mubashara kupitia mtandao wako Facebook, Instagram na hata YouTube ukitafuta Auba Swahili. Na sasa tutazame habari kuu tulizo nazo. Sishangazwi na uamuzi wa Rais Bassirou Diomaye Faye kumuunga mkono Rais mstaafu Macky Sall katika kuwania nafasi ya ukatibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Kuna sababu kadhaa ambazo zinampelekea sasa hivi Faye kumuunga mkono Macky Sall, mtangulizi wake. Rais Macky Sall aungwa mkono na serikali ya Senegal katika safari yake ya kuwania nafasi ya ukatibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Honorable Speaker, General Moses Ali was a leader whose life was deeply rooted. Jenerali Moses Ali alikuwa kiongozi na katika uhai wake wote alikuwa mtu mwaminifu. Huko nchini Uganda, bunge la nchi hiyo limetoa heshima zake za mwisho kwa aliyekuwa naibu wa kwanza wa waziri mkuu wa zamani Jenerali Moses. Tukienda kwa kasi kwa ubora wa ufanisi, sote tunajua kuwa Bugesera kunajengwa uwanja wa ndege wa kimataifa. Shirika la ndege la Oman Salama Air limezindua rasmi safari zake za moja kwa moja kati ya mji mkuu wa Oman Muscat na Kigali nchini Rwanda. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello dishing that ball deep down to Mpande. Mpande in possession. Brings it back to Joel Sorin-George. Joel Sorin-George. And yes! It's a goal! Tuliokuwa nayo leo viwanjani. Wachezaji wa klabu ya Arsenal wameanza kuwasili katika uwanja wao mazoezi wa klabu hiyo jijini London tayari kuanza maandalizi ya msimu mpya wa ligi kuu nchini England na michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Mshambuliaji wa Mali Ibrahim Dombia amewasili jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kukamilisha taratibu za mwisho ikiwemo vipimo vya afya na kusaini mkataba wa kuitumikia klabu ya Simba kuelekea msimu mpya wa mashindano wa mwaka 2026-27. Timu ya taifa ya Morocco Simba wa milima ya Atlas imeendelea kuandika historia mpya kwenye soka la kimataifa baada ya kukwea hadi nafasi ya 7 kwenye viwango vya ubora vya soka duniani. Ungana nasi muda utakapowadia. Naitwa Samuel Male wa Auba Swahili. Ni Auba Swahili katika matangazo yetu ya jioni, na sasa ni taarifa ya habari ikisomwa na Salum Yunus. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutokea Auba Swahili. Mimi ni Salum Yunus. Kinshasa. Mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeenea hadi kanda 47 za afya katika maeneo 5 ya Adja yaliyoko mkoani Ituri. Takwimu zilizotolewa Julai 19 zinaonesha kuwa watu 2423 wamethibitishwa kuambukizwa ugonjwa huo, huku watu 967 wakifariki dunia, sawa na kiwango cha vifo cha 39.9%. Katika saa 24 zilizopita pekee, mamlaka zimeripoti maambukizo mapya 79 na vifo 37, vingi vikirekodiwa mkoani Ituri. Maeneo ya Bunia, Nizi, Rwampara na Adja yameripoti idadi kubwa zaidi ya maambukizi mapya. Mamlaka za afya zinasema zimefanikiwa kufuatilia 81.1% ya watu waliokutana na wagonjwa, ingawa bado kuna mapungufu hasa katika mkoa wa Haut-Uwere. Mlipuko huo ulitangazwa rasmi Mei 15 na unasababishwa na aina ya virusi vya Ebola vinavyojulikana kama Bundibugyo Ebola virus. Maafisa wa afya wanasema changamoto za kiusalama pamoja na shughuli kubwa za watu na biashara katika mpaka wa DR Congo na Uganda pamoja na Sudani Kusini zinaendelea kutatiza juhudi za kudhibiti ugonjwa huo, na wameonya kuwa ufuatiliaji wa karibu na kuimarishwa kwa hatua za kinga ni muhimu ili kuzuia mlipuko huo kuenea zaidi. Kampala. Uganda imetangaza kanuni mpya kwa mabasi ya shule kufuatia vifo vya zaidi ya watoto 20 katika ajali ya barabarani wiki iliyopita.
Serikali inasema magari yote yanayosafirisha wanafunzi yatakuwa na rangi moja maalumu. Madereva wa mabasi ya shule watahitaji pia vibali maalumu na vitambulisho kabla ya kuruhusiwa kufanya kazi. Ajali hiyo ya Alhamisi ilikuwa miongoni mwa ajali mbaya zaidi kuwahi kutokea nchini Uganda hivi karibuni. Tukio hilo limesababisha kusimamishwa kwa safari zote za shule hadi hapo itakapotangazwa vinginevyo. London. Waziri Mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham ameanza kazi kwa kutangaza punguzo la kodi kwenye bili za umeme kwa lengo la kupunguza mzigo wa gharama za maisha kwa wananchi. Burnham amesema kodi ya ongezeko la thamani kwenye umeme itapunguzwa kutoka 5% kuanzia Oktoba, hatua inayotarajiwa kuokoa kila kaya kiasi cha pauni 45 kwa mwaka. Katika hotuba yake ya kwanza, Burnham ameahidi kujenga uchumi mpya, kurejesha viwanda nchini na kugawa madaraka zaidi kutoka serikali kuu ya Westminster. Na hatimaye Ufilipino. Marekani imelaani China kwa kile ilichokiita vitendo vya hatari vya uchokozi kufuatia mzozo kati ya walinzi wa pwani wa China na jeshi la wanamaji la Ufilipino katika bahari ya kusini ya China. Haya yanajiri wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amewasili Manila kuhudhuria mkutano wa mataifa ya ASEAN na kusisitiza uungaji mkono wa Marekani kwa uhuru wa usafiri wa baharini na usalama wa washirika wake. Marekani imeeleza kuwa hatua za China zinahatarisha amani na uthabiti wa eneo hilo. Kwa upande wake, China imekanusha tuhuma za kumjeruhi mwanamaji wa Kifilipino, ikidai maelezo ya Manila yanapotosha ukweli. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutokea Auba Swahili. Mimi ni Salum Yunus. Naam, msikilizaji, ni Salum Yunus huyu akitusomea taarifa ya habari, lakini wasaa huu hapa ni kukumbushe tunaweza kuendelea kutufuatilia kupitia mitandao yako ya kijamii pale Instagram, Facebook na YouTube, andika Auba Swahili kutupata mubashara. Sasa moja kwa moja tu kama ripoti zetu tulizokuandalia, tukianzia pale nchini Rwanda. Shirika la ndege la Oman Salama Air limezindua rasmi safari zake za moja kwa moja kati ya mji mkuu wa Oman Muscat na Kigali nchini Rwanda. Uzinduzi huo umefanyika jana katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Muscat, ukihudhuriwa na viongozi mbalimbali pamoja na maafisa kutoka ubalozi wa Rwanda nchini Oman. Salam Air, shirika la ndege la gharama nafuu la Oman, safari zake kuelekea Kigali zinaanza leo tarehe 21 Julai 2026. Safari hizi zinaunganisha moja kwa moja miji ya Muscat na Kigali na zitafanyika mara 2 kwa wiki. Mwanahabari wetu Christopher Karenzi akiwa Kigali anatujuza zaidi. Kuanzia leo tarehe 21 Julai 2026, Salamu Air inaanza rasmi kuendesha safari mpya ambazo zitafanyika mara 2 kwa wiki, zikiunganisha Muscat na Kigali. Safari hizo ni Jumanne na Alhamis. Mwekezaji na mtaalamu wa uchumi Dennis Karera amesema kuwa uwekezaji ambao Rwanda inaendelea kufanya katika miundombinu ya usafiri wa anga una manufaa makubwa kwa taifa. Aho tugana tuzagira umuvuduko mwiza. Tukienda kwa kasi kwa ubora wa ufanisi, sote tunajua kuwa Bugesera kunajengwa uwanja wa ndege wa kimataifa. Baada ya miundombinu hiyo kukamilika, ndege nyingi kutoka sehemu mbalimbali zitaanza kutua hapo. Ndege hizo hazitakuja zikiwa tupu, zitakuwa zimewabeba wasafiri. Kila msafiri anayewasili huwa na fedha mfukoni ambazo atazitumia katika eneo analotembelea. Buri mfuko urimo mafaranga yo kudepansa ahaji. François Kanimba, gavana wa zamani wa Benki Kuu ya Rwanda na mchumi nchini Rwanda, anaamini kuwa uongozi wenye maono ya mbali ndio msingi wa kupanua uchumi wa nchi. Muri rusangi urebye uburyo u Rwanda rugerageza. Kwa ujumla, ukiangalia jinsi Rwanda inavyoendelea kujiimarisha katika soko la kimataifa kupitia diplomasia, utaona kwamba imepiga hatua kubwa. Ninaamini rais wa nchi hii ana mchango mkubwa katika mafanikio hayo, kwani ameijenga nchi hii kwa kile naweza kusema heshima. Yubatse hicho nakuita dignity. Shirika la ndege la Salam Air sasa limejiunga na mashirika mengine yanayotoa huduma za safari za ndege kwenda Rwanda, yakiwemo Rwanda Air, Ethiopian Airlines, Kenya Airways, Qatar Airways, Brussels Airlines, Egypt Air, Turkish Airlines na KLM. Huduma hiyo mpya inatarajiwa kurahisisha usafiri wa anga, kuimarisha biashara, utalii na uwekezaji, pamoja na kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na kiuchumi kati ya mataifa hayo mawili katika kupanua mtandao wa safari za anga wa Salamu Air barani Afrika na kuongeza fursa za usafiri kwa wananchi na wafanyabiashara wa pande zote mbili.
Christopher Karenzi, Auba Swahili, Kigali. Shukrani Christopher Karenzi kwa taarifa hiyo, na moja kwa moja tuelekee pale nchini Senegal. Serikali ya Senegal imetangaza rasmi kumuunga mkono aliyekuwa rais wa nchi hiyo Macky Sall katika azma yake ya kuwania nafasi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, licha ya historia ya utawala wake kuwafunga na kuwabana viongozi wa upinzani, akiwemo spika wa sasa wa bunge la Senegal Ousmane Sonko, ambaye wakati huo alikuwa mmoja wa wakosoaji wakuu wa serikali ya Sall. Tuungane na Jimmy Shukran kwa taarifa zaidi. Serikali ya Senegal imetangaza rasmi kumuunga mkono aliyekuwa rais wa nchi hiyo Macky Sall katika azma yake ya kuwania nafasi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, hatua inayobadili msimamo wa awali wa serikali ya Rais Bassirou Diomaye Faye. Tangazo hilo linafanyika miezi kadhaa baada ya kuzuka kwa mvutano ndani ya Umoja wa Afrika kufuatia Burundi, ambaye ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, kuwasilisha jina la Macky Sall kama mgombea wa bara la Afrika bila kuungwa mkono rasmi na serikali mpya ya Senegal. Hatua hiyo ilizua mgawanyiko miongoni mwa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika, huku baadhi ya mataifa yakieleza wasiwasi kuhusu utaratibu uliotumika katika kuwasilisha jina hilo na kutaka mashauriano mapana yafanyike kabla ya bara kuafikiana kuhusu mgombea mmoja. Wakati huo, serikali ya Rais Bassirou Diomaye Faye ilijitenga na uwasilishaji huo, ikisisitiza kuwa haikushiriki wala kuidhinisha hatua ya Burundi ya kuwasilisha jina la Macky Sall. Msimamo huo ulihusishwa pia na tofauti za kisiasa zilizokuwepo kati ya viongozi wa sasa wa Senegal na utawala wa Macky Sall. Kabla ya kushika madaraka mwaka 2024, Rais Bassirou Diomaye Faye na Waziri Mkuu Ousmane Sonko walikuwa miongoni mwa viongozi wa upinzani waliokabiliwa na kesi za mahakamani, kufungwa gerezani na vikwazo vya kisiasa wakati wa utawala wa Sall. Serikali ya Sall pia ilikosolewa na makundi ya kutetea haki za binadamu kufuatia maandamano yaliyosababisha vifo na uamuzi wa kuahirisha uchaguzi wa urais wa mwaka 2024. Hata hivyo, serikali ya Senegal sasa imeamua kuunga mkono rasmi kampeni ya Macky Sall, ikionyesha kuwa imeweka mbele maslahi ya taifa na ya bara la Afrika katika mchakato wa kumtafuta mrithi wa katibu mkuu wa sasa wa Umoja wa Mataifa. Iwapo atafanikiwa kupata uungwaji mkono wa kimataifa, Macky Sall atakuwa miongoni mwa viongozi wa Afrika wanaowania nafasi hiyo ya juu zaidi ya mfumo wa Umoja wa Mataifa. Jimmy Shukran, Bakomera, Auba Swahili. Tukiwa bado katika ripoti hiyo, awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa Thomas Kibwana akiwa pale jijini Dar es Salaam, na nilianza kwa kumuuliza, je, anauonaje uamuzi huu ukilinganisha na msimamo wa awali wa serikali ya Rais Bassirou Diomaye Faye? Sishangazwi na uamuzi wa Rais Bassirou Diomaye Faye kumuunga mkono Rais mstaafu Macky Sall katika kuwania nafasi ya ukatibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Kuna sababu kadhaa ambazo zinampelekea sasa hivi Faye kumuunga mkono Macky Sall, mtangulizi wake. Cha kwanza ni kisiasa. Mazingira ya kisiasa kwa Rais Faye yamebadilika. Kama tulivyoona wiki kadhaa zilizopita, Faye na mshirika wake muda mrefu Ousmane Sonko walipishana, alichopelekea Faye kumfukuza Sonko waziri mkuu, na sasa hivi Sonko ni rais wa Senate ya Senegal. Kwa maana hiyo kwamba sasa hivi Faye anayeenda kuanzisha chama kipya anahitaji washirika wapya wa kuweza kumuunga mkono kwenye azma yake ya kugombania tena uraisi miaka mitatu ijayo. Hiyo ni kwa mazingira ya kisiasa ya ndani ya Faye, lakini kwa mazingira ya kimataifa ni sifa kubwa kwa nchi kuweza kutoa raia wake kama katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, na hii nadhani Faye ameshauriwa na kuona kwamba Macky Sall akiwa katibu mkuu wa UN basi itasaidia kwa kiwango kikubwa hata diplomasia ya Senegal na nchi mbalimbali duniani. Kwa hiyo hii nadhani ni maamuzi ya kimkakati na ni maamuzi sahihi kwa upande wa Rais Faye. Je, hatua hii inaashiria maridhiano ya kisiasa kati ya utawala wa sasa na aliyekuwa Rais Macky Sall, au ni uamuzi unaotanguliza maslahi ya taifa kuliko tofauti za kisiasa? Kwa vyovyote sasa hivi Rais Faye na mtangulizi wake Rais mstaafu Macky Sall
watakuwa wamefikiana maridhiano na wameamua kushirikiana kuliko kuwa maadui. Kwa hili linaweza likawa na maslahi ya kisiasa, lakini ni moja vile vitu ambavyo inaweza ikawa na maslahi mengi, kwamba ina maslahi ya kisiasa lakini pia ina maslahi ya kitaifa, lakini pia hiyo itasaidia Senegal kwenye diplomasia yake. Kwa hiyo hii ni moja ya vile vitu ambavyo tunasema unaoa ndege wawili kwa wakati mmoja. Kwa upande mmoja inamsaidia kisiasa Rais Faye, lakini kwa upande wa pili ina maslahi ya kitaifa pia ndani yake. Wakati jina la Macky Sall lilipowasilishwa awali na Burundi, serikali ya Senegal ilijitenga na hatua hiyo. Ni nini kimebadilika hadi kufikia uamuzi wa sasa? Ni kweli hapo awali serikali ya Senegal ilijitenga na uamuzi wa Burundi kumtangaza Macky Sall kama mgombea kwa upande wa Afrika wa hiko kiti cha Umoja Mataifa, lakini mimi nadhani ni mazingira tu yalisababisha. Viongozi wengi wa Afrika katuo walimlalamikia rais wa Burundi kwamba hakushirikisha wenzake. Kwa hiyo ilikuwa swala zaidi ya kiitifaki. Sidhani kwamba hiyo ingesababisha Senegal wasimuunge raia wao mwenyewe. Nadhani ilikuwa tu swala la kiitifaki. Baada ya itifaki kuweka sawa, basi sasa hivi tunaona serikali ya Senegal ikimuunga kwa 100% Macky Sall. Uamuzi huu unaweza kuendelea kuzua mgawanyiko ndani ya uongozi wa Senegal, hasa kutokana na historia ya mvutano kati ya Rais Bassirou Diomaye Faye, spika wa bunge Ousmane Sonko na utawala wa Macky Sall. Ni kweli kuna mvutano mkubwa wa kisiasa nchini Senegal, hasa kati ya Rais Faye na spika wa bunge ndugu Ousmane Sonko. Na sasa hivi kila mmoja anatafuta kuungwa mkono au anatafuta washirika mbalimbali wa kuunga mkono. Kama nilivyotangulia kusema awali, Faye tayari katangaza nia ya kuanzisha chama chake mwenyewe cha siasa baada ya kile chama ambacho alikuwa nacho na Sonko kuonyesha kumuunga mkono Sonko kwa 1% kubwa. Nadhani Sonko ataitumia hii kisiasa, akijaribu kumchora Faye kama vile kaamua kusaliti mapinduzi alikuwa anapigania na kujiunga na mtu ambaye walikuwa wanamuona ni adui wa taifa. Kwa hiyo hii itakuwa tu ni silaha mpya ya Sonko kutumia, lakini Faye anaweza akaitumia hii kuonyesha kwamba ni mtu wa maridhiano na ni mtu ambaye anaweka maslahi ya nchi mbele. Lakini kwa upande wa Umoja wa Afrika, je, uamuzi wa Senegal sasa unafunga mjadala uliokuwepo kuhusu uhalali wa kuwasilishwa kwa jina la Macky Sall au bado kuna mataifa ambayo yanaweza kupinga? Nadhani mjadala wa Afrika itamuunga mkono nani bado itakuwepo. Hivi karibuni nimesikia jina lingine likitajwa ambalo ni la mwanadiplomasia mashuhuri wa kutoka Nigeria, Bibi Amina J. Mohamed, ambaye kwa sasa ni naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Sasa akiingiza jina lake kwenye kofia ya yeye kuania, nadhani Amina J. Mohamed anaweza kaa mshindani mkubwa wa Macky Sall kwa sababu mbalimbali. Kwanza, Amina J. Mohamed ana historia kubwa ya kidiplomasia, ameshawahi kuwa balozi, anajua mfumo wa UN kwa sababu ni naibu katibu mkuu kwa sasa hivi. Kwa hiyo ukiangalia tu kwa aina ya kazi ya katibu mkuu wa UN na nani anaweza akawa na wasifu mzuri wa kushika nafasi, unaweza ukaona Amina J. Mohamed anaweza akawa ana hoja zaidi ya Macky Sall. Kwa hiyo kama Amina J. Mohamed atakuwa serious na azma ya kugombea kiti hicho, nadhani hiyo inaweza ikampa ushindani Macky Sall, na huenda ikaigawanya Afrika au ikaunganisha Afrika, wakaamua badala ya kumuunga mkono Macky Sall wakamuunga Amina J. Mohamed. Sasa hapa itakuwa ni swala la kati ya Macky Sall na Amina J. Mohamed, ni nani nchi za Afrika zitaona kwamba ana uwezo mkubwa zaidi wa kuweza kushinda hiyo nafasi, lakini nani ambaye anaweza kuweka maslahi ya Afrika mbele. Kwa hiyo ni kinyang'anyiro ambacho kitasisimua sana kama mwanamama huyu na mwanadiplomasia mashuhuri akiamua kutupa jina lake ulingoni.
Naam, ni Thomas Kibwana huyu akieleza kuhusu mwenendo wa kisiasa na kile kinachoendelea huko nchini Senegal. Tukitoka huko sasa ni moja kwa moja hadi nchini Uganda. Bunge la Uganda limetoa heshima za mwisho kwa marehemu Jenerali Moses Ali aliyekuwa naibu wa kwanza waziri mkuu wa zamani aliyefariki mwishoni mwa juma akiwa na umri wa miaka 87. Pia amefariki akiwa mbunge wa jimbo la Adjuman mkoa wa West Nile. Rais Yoweri Museveni ndiye ameongoza waombolezaji katika kikao maalum cha bunge leo, na kesho anatarajiwa kuzikwa kwa heshima zote nyumbani kwao kaskazini mashariki kwa Uganda. Mwandishi wetu Isaac Momena amefuatilia kwa kina ripoti hiyo na ametuandalia taarifa ifuatayo. Rais Yoweri Museveni ameongeza kikao maalum cha bunge katika kutoa heshima za mwisho kwa aliyekuwa naibu wa pili wa waziri mkuu wa zamani na mbunge wa jimbo la Adjumani, Jenerali Moses Ali, aliyefariki siku ya Jumamosi wiki jana hospitali ya Nakasero jijini Kampala baada ya kuugua kwa muda mrefu. He was really a lover of West Nile, always pushing for the programs of West Nile. Alikuwa kipenzi cha mkoa wa West Nile. Shughuli zote za maendeleo ya mkoa wa West Nile alikuwa mstari wa mbele. Barabara zote kuwekwa lami, umeme na masuala ya wapiganaji wa zamani, na vyote hivyo vimeleta mafanikio. Matokeo yanaonekana sasa. Barabara za lami mpaka Olaba, na sasa tunaweka lami barabara ya Adjumani kwenda Moyo, Yumbe na Koboko. Na sasa umeme upo karibu sehemu zote. Ninyi viongozi wa mkoa wa West Nile, miundombinu ipo na tunakwenda kupanua zaidi. Yes, the infrastructure is now there. We are going to expand it. Kikao cha bunge kimeanza leo asubuhi saa 4 chini ya Spika Jacob Oboth Oboth na wabunge kuanza kuelezea maisha ya marehemu Jenerali Moses Ali. Honorable Speaker, General Moses Ali was a leader whose life was deeply rooted. Jenerali Moses Ali alikuwa kiongozi na katika uhai wake wote alikuwa mtu mwaminifu. Alionyesha wazi Uislamu wake bila kuficha. Alionyesha taifa kiongozi kuwa mwaminifu kwa jamii na kutoa huduma bora. Mheshimiwa Spika, Jenerali Moses Ali alikuwa kiongozi mkuu wa jamii ya kabila la Wanubi nchini Uganda na kuwaunganisha. Honorable Speaker, General Moses Ali has been a towering figure within the Ugandan. Mwanae Jenerali Moses Ali, Siraji Ali, ametoa shukrani kwa Rais Yoweri Museveni, baraza la mawaziri na wabunge. Right Honorable Speaker, in the fact that we do not mourn this loss alone. Mheshimiwa Spika, napenda kusema siombolezi kifo cha baba yangu peke yangu. Nashukuru kwa kuwa pamoja. Mheshimiwa Spika, napenda kutoa shukrani kwa watu ambao marehemu baba yangu amefanya nao kazi kwa kipindi chote na wabunge wote mlioko hapa leo. Napenda kumshukuru Rais Museveni, makamu wa rais, waziri mkuu, baraza la mawaziri na wabunge wote. Pia napenda kuwashukuru wanaume kwa wanawake ambao wamefanya kazi pamoja na baba yangu tangu alipojiunga na utumishi wa umma. Na Mheshimiwa Spika, natoa shukrani kwa kumpatia heshima baba yangu kwa kikao hiki maalum cha kumwaga. Right Honorable Speaker, would like to thank you for according our father the dignity of this special session of Parliament and for giving our father a befitting send-off. Marehemu Moses Ali alizaliwa tarehe 5 Aprili mwaka 1939 wilaya ya Adjumani kaskazini mashariki mwa Uganda na kufariki Jumamosi tarehe 18 mwezi huu wa 7 2026 akiwa na umri wa miaka 87. Baada ya masomo yake marehemu alijiunga na jeshi na mnamo mwaka 1971 akiwa na Idi Amin walipindua serikali ya Daktari Milton Obote na kuchukua madaraka. Marehemu Jenerali Moses Ali aliteuliwa na Rais Idi Amin kuwa waziri wa fedha. Baada ya utawala wa Idi Amin kupinduliwa, Jenerali Moses Ali alikimbilia uhamishoni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya Rais Museveni kuingia madarakani mwaka 1986, marehemu akiwa na kundi lake la wapiganaji nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo la UNRF walifanya mazungumzo na serikali ya NRM na kurudi nchini Uganda na kuungana na serikali ya Rais Museveni. Marehemu wakati wa utawala wa Idi Amin akuwa jenerali, alipandishwa cheo cha jenerali na Rais Museveni mnamo mwaka 2003, cheo alichokipenda sana. Katika siasa alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Adjumani mwaka 2001 hadi mauti akiwa mbunge.
Katika uchaguzi uliomalizika, hali yake ya afya ilikuwa sio nzuri. Hata kuzungumza ilikuwa shida, lakini wapiga kura walimpigia kura kuendelea kuwa mbunge wao. Kulingana na hali hiyo, Rais Museveni hakumteua tena kuwa waziri katika muhula wake wa 7. Rais Museveni badala yake alimteua mwanaye kuwa naibu waziri wa ujenzi na uchukuzi, Siraji Ali. Baada ya kikao cha bunge leo, mwili wa marehemu umepelekwa uwanja wa Uhuru wa Kololo kwa wananchi wa jiji la Kampala kutoa heshima zao za mwisho, na baadaye mwili wake umesafirishwa kwa helikopta kijijini kwao wilaya ya Jumani kwa mazishi hapo kesho. Isaac Amena au Baredi. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello dishing that ball deep down to Mpande. Mpande in possession. Brings it back to Joel Sorin-George. Joel Sorin-George. And yes! It's a goal! Refa kapuliza kipenga na ndio ishara kwamba ni muda wa viwanjani. Msikilizaji, sasa ungana nami moja kwa moja nikimkabidhi usukani Samuel Male akiwa viwanjani. Samuel, karibu. Leo taarifa zetu za michezo tuanzie nchini Uingereza. Wachezaji wa Arsenal wameanza kuwasili katika uwanja wa mazoezi wa klabu hiyo jijini London tayari kuanza maandalizi ya msimu mpya wa ligi kuu nchini England na michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Baada ya kutoa taji la kihistoria msimu uliopita, vijana wa Mikel Arteta hawana muda wa kupoteza. Kikosi kimeanza rasmi kambi ya maandalizi ya pre-season jana Jumatatu, huku kukiwa na ratiba ya kucheza michezo kadhaa ya kirafiki ikiwemo mchezo dhidi ya Girona, Real Betis na Borussia Dortmund kabla ya kurejea uwanjani kwao kuwasha moto. Msimu wa ligi kuu nchini Uingereza unatarajiwa kuanza Agosti 21, 2026 ambapo Arsenal itaanza kibarua chake cha kutetea ubingwa nyumbani dhidi ya Coventry City. Ukiachilia mbali mchezo huo wa Arsenal, siku inayofuata ya Agosti 22, Hull City itakuwa na kibarua dhidi ya Manchester United, Ipswich Town itakuwa na kibarua dhidi ya Sunderland, wakati Everton itakipiga dhidi ya Crystal Palace. Lakini shughuli nyingine siku hiyo itakuwa ni Nottingham Forest dhidi ya Leeds United, wakati Brentford itakuwa na kibarua dhidi ya Spurs. Timu ya taifa ya Morocco, Simba wa milima ya Atlas, imeendelea kuandika historia mpya kwenye soka la kimataifa baada ya kukwea hadi nafasi ya 7 kwenye viwango vya ubora wa soka duniani vilivyotolewa rasmi na FIFA jana Jumatatu. Hatua hiyo kubwa inakuja baada ya miamba hiyo ya Afrika kuonyesha kiwango kizuri na kutinga robo finali katika kombe la dunia mwaka 2026 nchini Marekani, ambapo imejiongezea alama 48.89 na kuwa sehemu ya timu 6 bora duniani. Paa hadi nafasi ya 6 duniani kunavunja rekodi ya awali na kuweka alama nyingine muhimu kwa soka la Afrika, ikizipiku nchi nyingine zenye nguvu kubwa katika soka duniani kama vile Ureno, Ubelgiji, Uholanzi, ambazo zimeachwa nyuma kwenye msimamo huo mpya wa FIFA. Na sasa tuelekee nchini Tanzania. Mshambuliaji raia wa Mali Ibrahim Dombia amewasili jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kukamilisha taratibu za mwisho ikiwemo vipimo vya afya na kusaini mkataba wa kuitumikia klabu ya Simba kuelekea msimu mpya wa mwaka 2026-27. Nyota huyo anatokea klabu ya AS Korofina ya Mali, anakuja kuongeza nguvu na makali katika safu ya ushambuliaji ya wekundu wa Msimbazi Simba. Dombia anatua Msimbazi akiwa mfungaji bora wa ligi kuu ya Mali msimu wa mwaka 2026-27 kwa kupachika mabao 17 na kutoa asisi 5 katika michezo 24 pekee aliyocheza. Mbali na kiwango hicho cha ufungaji, mshambuliaji huyo pia ametoa tuzo ya mchezaji bora chipukizi wa msimu nchini humo, jambo ambalo limepelekea jeuri kwa mashabiki wa Simba kuendelea kuvutiwa na mchezaji huyo. Klabu ya Simba pia imetangaza kumsajili mzawa Bakari Msimu akitokea klabu ya Coastal Union na Tanga kwa mkataba wa miaka 2. Nyota huyo anakuja kuongeza nguvu na chachu ya mabao kwenye safu ya ushambuliaji ya wekundu hao wa Msimbazi. Na sasa tuangazie tetesi barani Ulaya. Klabu ya Manchester United wanaongoza katika mbio za kumsajili kiungo wa Roma na timu taifa ya Ufaransa Manu Conte mwenye umri wa miaka 25, lakini wanakabiliwa na ushindani mkubwa kutoka kwa Arsenal. Arsenal pia wamefufua nia ya kumsajili winga wa Atletico Club Nico Williams ambaye amefanya vizuri katika kikosi cha timu ya taifa ya Hispania kilichotwaa kombe la dunia. Kwa nukta hiyo niseme sina la ziada. Naitwa Samuel Male wa Auba Swahili. Baada ya kutoka viwanjani, sasa ni maandalizi ya kufunga jaramba, lakini kwanza tupitie habari kuu tulizonazo hii leo. Sishangazwi na uamuzi wa Rais Basiru Diomaye Faye kumuunga mkono Rais mstaafu Macky Sall katika kuwania nafasi ya ukatibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Kuna sababu
kadhaa ambazo zinampelekea sasa hivi Faye kumuunga mkono Macky Sall, mtangulizi wake. Rais Macky Sall aungwa mkono na serikali ya Senegal katika safari yake ya kuwania nafasi ya ukatibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Honorable Speaker, General Moses Ali was a leader whose life was deeply rooted. Jenerali Moses Ali alikuwa kiongozi na katika uhai wake wote alikuwa mtu mwaminifu. Huko nchini Uganda, bunge la nchi hiyo limetoa heshima zake za mwisho kwa aliyekuwa naibu wa kwanza wa waziri mkuu wa zamani Jenerali Moses. Tukienda kwa kasi, kwa ubora wa ufanisi, sote tunajua kuwa Bugesera kunajengwa uwanja wa ndege wa kimataifa. Shirika la ndege la Oman Salam Air limezindua rasmi safari zake za moja kwa moja kati ya mji mkuu wa Oman Muscat na Kigali nchini Rwanda. Na kufikia hapo, msikilizaji, niseme tu sina la ziada. Ulikuwa na Nesta Masangula kwa niaba ya timu nzima